Daily Boni Online TV. Nimeona umuhimu wa kuunga mkono operation ya ACT Wazalendo Linda Demokrasia. Operation ambayo inalenga kurejesha haki, uwazi na usawa katika michakato ya uchaguzi nchini kwetu Tanzania. Kwa muktadha huo, natoa wito kwa vijana, wanawake, wazee na viongozi wa dini kuungana katika uwanja wa mapambano ya kudai haki mbalimbali zikiwemo za kisiasa, kama vile kuhakikisha kura zetu zinahesabiwa kwa haki ili tupate viongozi wanaowakilisha matakwa ya wananchi. Ndugu zangu, mimi naamini amani ya kweli haiwezi kustawi pale ambapo kura zinaibwa, sauti za wananchi zinakandamizwa na sheria zinatumika kuwanyamazisha wale wanaosema ukweli. Taifa lolote linastahili kuongozwa kwa misingi ya sheria, ambapo kila mtu bila kujali cheo chake, dini yake au kabila lake yuko chini ya sheria. Sheria inapaswa kuwa kinga ya haki za binadamu, si chombo cha kuwatesa wananchi. Tumeshuhudia jinsi sheria kama ile ya kupambana na ugaidi ikiwalenga watu mahususi na kuwaletea madhara makubwa. Tumeshuhudia wananchi wakipigwa na vyombo vya dola kwa sababu ya kulinda kura zao zisiibiwe. Tumeshuhudia wananchi wakipigwa na vyombo hivyo kwa madai ya kwenda mahakamani kusikiliza mashauri ya viongozi wao. Tumeshuhudia viongozi wa dini, hasa mashehe, wakiwekwa magerezani bila ya kuhukumiwa kwa zaidi ya miaka 10 kwa sababu ya kuzungumza ukweli. Tumeshuhudia nyumba za ibada, makanisa, misikiti zinavamiwa na vyombo vya dola na kufungwa. Tumeshuhudia raia wakitekwa na watu wasiojulikana na wengine kuuliwa bila ya kupata ulinzi wa dola na utetezi wa bunge. Ndugu zangu, uzalendo unatutaka tupinge mifumo kandamizi na isiyowajibika na kuhakikisha kuwa sheria zinalinda haki mbalimbali za wananchi. Ndugu zangu, tatizo kubwa la nchi yetu ni kutokuwa na utawala wa kizalendo unaojali maslahi ya umma. Watawala wetu hawajali haki katika mambo mengi ya msingi na wala hawazingatii sheria. Athari za utawala wa namna hiyo ni kubwa na zinagusa kila kipengele cha maisha yetu. Zinagusa uchumi, zinagusa siasa, zinagusa usalama wa raia na mambo mengine muhimu ya kijamii. Lakini baya zaidi, athari hizo zimeharibu mfumo wa mataifa yetu na katiba zake. Kwa mfano, mwaka 1964 mataifa yetu mawili, Tanganyika na Zanzibar, yaliingia makubaliano ya kuunda serikali ya muungano. Makubaliano yalikuwa Tanganyika itasarenda baadhi ya mamlaka zake na Zanzibar itafanya hivyo. Zile mamlaka zilizotolewa na kila upande ndizo zitakazotumika kuunda serikali ya muungano, na Tanganyika na Zanzibar kila moja zinabaki hai na mamlaka zake. Lakini leo tunashuhudia muungano wa serikali mama ya Zanzibar na mtoto wake serikali ya muungano, lakini mzazi mwingine ambaye ni Tanganyika hajulikani alipo. Sasa ili kulinda muungano huo ambao si sahihi, watawala wamelazimika kuchakachua katiba ya nchi mara kadhaa, mpaka katiba iliyopo sasa imekuwa haifai kwa kiwango kikubwa. Na hilo limeleta matatizo mengi na makubwa. Kwa mfano, leo hii Wazanzibari wanalalamika kuwa mabadiliko hayo yametumika kuhamisha sehemu kubwa ya mamlaka na uchumi wao
na kuchukuliwa na Tanganyika iliyoko mafichoni. Mfano mwingine, leo hii kuna baadhi ya Watanganyika wanamtazama Rais Samia Suluhu Hassan kama Mzanzibari anayetawala Tanganyika iliyoko mafichoni. Hali hiyo inatokana na tatizo la mfumo wa nchi, kwa sababu serikali ya Tanganyika imefichwa ndani ya serikali ya muungano kinyume na makubaliano. Laiti tungekuwa na muungano sahihi, leo hii Rais Samia angeweza kuwa rais wa serikali ya muungano na Tanganyika ingekuwa na rais wake. Hapo ingekuwa hakuna mkanganyiko. Ikulu ya Zanzibar ingekuwa ikulu ya rais wa Zanzibar, ikulu ya Dar es Salaam ingekuwa ya rais wa Jamhuri ya Muungano, na ikulu ya Dodoma ingekuwa ya rais wa Tanganyika. Ndio maana ninachokusudia kuonyesha katiba yetu imevurugwa ili kulinda mfumo huo mbovu wa taifa uliopo, ili kulinda mfumo huu tulionao. Basi katiba imekuwa ikibadilishwa kila wakati kwa kiwango ambacho imefika katiba iliyopo sasa kwa sehemu kubwa ni katiba mbovu kabisa. Ndio maana wataalamu wote wanasema ili Tanzania ikwamke katika matatizo mbalimbali yakiwemo ya kiuchumi, kisiasa, sheria na kijamii, lazima ipate katiba mpya inayorejesha serikali ya Tanganyika. Tume ya Jaji Kisanga imesema hivyo, tume ya Jaji Nyalali imesema hivyo, tume ya Jaji Warioba nayo pia imesema hivyo. Kwa ufupi, ndugu zangu, moja ya malengo yangu makubwa ya kuchukua kadi ya chama cha siasa ni kujiimarisha kisheria ili kupata jukwaa la kuelimisha wananchi wajue ajenda kuu ya taifa letu katika na vile vile kuhamasisha wapiganie mambo ya msingi katika taifa lao. Ndugu zangu mnaonisikiliza, mapambano ya kudai haki si ya mtu mmoja wala chama kimoja, bali yanahitaji umoja wa wapigania haki wote, wale walioko katika vyama vya siasa, viongozi wa dini na kila Mtanzania anayejali mustakabali wa taifa letu. La mwisho ambalo ni muhimu ni viongozi wa dini kushiriki siasa. Uwepo wao katika vyombo vya maamuzi ni jambo muhimu sana. Uwepo wao katika vyombo vya maamuzi utalinda maadili ya utu na taifa na kuzuia ufisadi wa namna mbalimbali unaoendelea katika mamlaka zetu. Ndugu zangu, hiyo ni hotuba yangu fupi ambayo nilipenda niwasilishe kwenu, lakini ningependa katika hotuba hii baada ya vifungu kidogo nilizungumzie kidogo. Vifungu nasema sheria inapaswa kuwa kinga ya haki za binadamu, si chombo cha kuwatesa wananchi. Ndugu zangu, hapa kwetu Tanzania sasa hivi sheria tulizonazo ni sheria zinazokandamiza wananchi kwa kiasi kikubwa kabisa. Katika mfumo wetu wa sheria kuna sheria kandamizi, na ukiangalia sasa hivi swala la ukandamizaji hapa kwa Tanzania ni kubwa. Wananchi wanakwenda mahakamani kusikiliza shauri, lakini wanapelekwa jeshi, nakamatwa, teswa, navunjwa miguu, na wale wanafanya mateso wanafanya kwa mujibu wa sheria. Juzi hapa kuna mashehe wale wako gerezani kwa muda mrefu zaidi ya miaka 10, na wako gerezani zaidi ya miaka 10 kama mahabusu. Hiyo ni kwa mujibu wa sheria. Yaani mtu anapelekwa mahakamani kwa tuhuma, alafu upande wa jamhuri unasema kwamba unaiagiza mahakama imnyime dhamana, na pia haiko tayari kuendesha shauri kwa madai kwamba
wanakwenda kutafuta ushahidi. Yaani mtu kapelekwa mbele ya mahakama, upande wa jamhuri umesema tumemleta huyu kwa sababu ya tuhuma ya wizi. Alafu baadaye wanasema wanaenda kutafuta ushahidi. Na hii ni kwa mujibu wa sheria. Kwa hivyo tuna mfumo mkubwa unaokandamiza sheria. Na ndio maana wakati ule tulipoingia kwenye mfumo wa vyama vingi, moja katika mambo ambayo yaliyofanyika, kwanza rais alikuwa wakati ule aliunda tume ili kupitia mfumo wa sheria kuangalia ukoje. Na matokeo yake tume ya Jaji Jenerali ilikuja na sheria nyingi sana ambazo ilipendekeza hizi lazima ziondolewe kwa sababu zinavunja haki ya binadamu. Lakini zile sheria hazikuondolewa. Hazikuondolewa kwa sababu zile sheria ni sheria ambazo watawala kwao zinawasaidia kuwakandamiza wananchi. Kwa hivyo ndugu zangu, swala la katiba mpya, hiyo ndio ajenda kuu. Na ndio maana mimi nimeamua kuchukua fursa hizi za sababu leo hii ninapochukua kadi ya chama, maana yake ninaongeza uwezo. Ni kiongozi wa dini na uwezo mkubwa na watu wengi, lakini eneo hili pia ilikuwa ninaweza kufika mahala nikakwama kufanya kazi kwa sababu ni eneo ambalo pia lina taratibu zake. Lakini leo hii, kuanzia leo hii, nina uwezo sasa wa kufanya kazi kupitia eneo hili. Leo hii kwa kuchukua kadi ya kisiasa inaniunganisha na watu kama kina Peter Madeleka, inaniunganisha na watu wengine chungu mzima ambao sasa tukiunganisha nguvu tunaweza kabisa kuleta mabadiliko ya shirika. Kwa mzangu mimi nimeamua kujiunga kwenye chama cha ACT Wazalendo sio kwa sababu tu za kisiasa. Mimi nimeamua kujiunga kwa sababu nikiamini kwamba katika jukwaa hili ule uhuru wa kufanya zile harakati za kupambania haki za wanadamu unapatikana katika ACT Wazalendo. Kwa naomba mnipokee katika sura hiyo. Kwa maana kama sikuja katika masuala ya siasa tu za bla bla, mimi nimekuja ili tushirikiane kwa hakika kwamba tunapambana kwa maslahi ya watu. ACT Wazalendo, ACT Wazalendo, ACT Wazalendo. Nawashukuru sana. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.